ibada ya siku ya leo ya tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Ibada ikianza hapa ndipo wazee wa kanisa wakianza kwa ibada au sala fupi. Baada hapa kuingia katika kuongoza ibada. Na hapa wakiingia katika jengo la Sunday School. Karibu katika siku ile ya mitende ambayo ibada inaanza kama hivi inavyoonekana. Karibuni nyote katika ibada hii maalum, ibada ya siku ya mitende. Na tuanze ibada yetu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukishirikiana sote kwa pamoja kanisa kusoma Zaburi ya 8. Tutasoma aya ya kwanza hata ile ya 9. Zaburi ya 8 aya ya kwanza hata ile ya 9. Kanisa tusome sote kwa pamoja. Neno la Mungu linasema hivi: wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni, vinywani mwa watoto wachanga na wanyama. Umeiweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana. Wakomeshe adui na kujipiza kisasi. Nikiangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ukizilatimisha. Mtu ni kitu gani hata ukumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umefanya mdogo kunde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umekataza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yako. Kondoo na ng'ombe wote pia, na wanyama wa porini, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kijacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Amen. Naomba tuketi kuisha katika neno lake akisema: penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wapendwa katika Bwana, sisi sote tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kutukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba uishe roho na miili yetu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi wenye dhambi, hivyo basi tuunganie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukiomba msamaha wa dhambi. Kiti chako cha rehema
aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu Yesu Kristo Bwana wetu. Utukufu una yeye na ukuu na uweza na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amen. Hivyo somo la pili. Mshukuru. Neno la Mungu ni taa kwa mwanga na mwamini Mwenyezi sote Mungu wa mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo
muongeze kasi. Amen. Hosana, hosana, huyo mbarikiwa, anakuja kwetu vijana nikiimba kwa vijana. Wanawake wakileta surprise ya viti kwa ajili ya madhabahu. Hakika wanawake ni jeshi kubwa, kama wimbo unavyosikika hapo, ni kwamba wamefanya surprise kabisa ambao ni kubwa, hata haiwezi kuelezeka katika kanisa hili la
kisasa kabisa ambavyo hata askofu anaweza kukalia kabisa, kwenye hadhi ya juu sana katika viwango kabisa. Mungu awabariki, awabariki sana wanawake hawa kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya kuleta viti vya madhabahuni. Mungu mwema sana. Basi tuone wanapokabidhi hapo madhabahuni viti hivi kwa ajili ya kuweza kuwekwa hapo na kuanza kutumika mahali hapa. Wanaposema ni jeshi kubwa, hakika ni jeshi kubwa kabisa. Kama tunaweza kuona, wengi wa wanawake ndio umoja wao waliweza kufanya maajabu, au kwa namna nyingine ni surprise ya madhabahuni. Wameamua, wamekusudia kuipamba madhabahu ili utukufu wa Mungu unaotoka kwenye madhabahu uwe ukishindwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Basi niombe malezi Delina pamoja na malezi wa watu, hebu tufungulieni. Tunapata shida kuchungulia, tubandulie, tuone kwa uhalisia na usuri kadri na malezi wetu. Makofi mengi mengi na vigelegele. Tupebasi kakona kubandulia vizuri. Mungu akafanya kweli na ikawezekana katika jina la Yesu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Baba katika jina la Yesu, tunakushukuru sana kwa kuwepo wanawake
kila saa, kila wakati tumeona utukufu wako viongozi katika akiwa nyumba yako. mwinjilisti Sisi watumishi wako tukiungana na katika wanawake mtaa huu wa hawa na Nzasa wazee Lunguli, pamoja na viongozi wetu malezi katika idara hii ya wanawake, umetupa furaha ya utumishi katika nyumba yako. Nasi kama watumishi tumepokea viti hivi kwa ajili ya kazi yako katika mtaa huu, vikaweze kukaa kwenye hii madhabahu. Kila atakayekuja kwa ajili ya utumishi atakapoketi na kupumzika, kikatoke kitu chema chenye kuokoa na kutuinua sisi kanisa. Baba, katika jina la Yesu tunajua vyombo hivi vimetengenezwa na mikono ya wanadamu. Tunakwenda kufuta kila maneno, kila roho, matamshi na namna yoyote, tunayafuta kwa damu ya mwana kondoo, na tunavibadilisha kuwa dhabihu takatifu kwa ajili ya utumishi wa mahali hapa, vikatumike kila wakati, kila saa, siku zote za maisha ya utumishi wa mahali hapa, na utukufu wako Mungu ukapate kuinuliwa. Tumekupokea na kuweka wakfu kwa ajili ya kazi yako, vikawe vyombo vyema vyenye baraka na neema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Amen. Shangilie wote.